asifiwe. Amen. 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 Unapojitoa katika kazi ya Bwana ni baraka, unapokea baraka mbele ya Bwana. Amen. 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 Kwa sasa hivi ndugu wamejitoa kwa niaba hii hivi vikombe kwa niaba ili ya kwamba ilimwanzie maisha katika familia yake. Amen. 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 Ukitoa mbele za Bwana hujapoteza, bali itakuwa ni baraka. Kwa sababu kwa mfano unapopanda chakula, unakuta chakula inamea. Amen. Ndio unakuja unavuna. Sio unapojitoa ni jema mbele za Bwana. Amen. Hauni bunda yake ilikuwa imepotea. Na mtu alipotoka pale akasema kwamba anaenda kwa mwonaji ambaye zamani alikuwa anaitwa nabii, alikuwa anaitwa mwonaji mbeleni. Akasema kwamba nitaenda na nini? Kwa mtumishi wa Bwana ili ya kwamba kanielezee bunda za babangu kulizuia hema. Mtu alipo neno Mungu akasema kwamba alienda na Shekeli ili ya kwamba kampatie mtumishi wa Bwana na kwamba kamwelezee kuliko bunda za babake. Amen. Mtu alipoenda na Shekeli akapata akaelezea kwenye mapunda zake na mtu akaona hizo bunda ni nini. Amen. Ndio ni vyema kujitoa mbele za Bwana ili ya kwamba kupokea baraka mbele za Mungu. Amen. Wakati unapojitoa hujafanya kazi ya bure, ya kazi ya bure, bali hizo ni baraka mbele za Mungu. Amen. Katika hali yote Elisha alipokuwa katika hali akakutana na ule mama, na ambapo huyo mama ni sanamu, ambapo watoto wake walikuwa mume wake alikuwa ameaga, na mtu alipokuwa pale alikuwa ameaga, mwenye alikuwa amechukua hiyo mume wake alipokufa alikuwa ameacha deni. So alipokuwa ameacha hiyo deni, akasema kwamba mwenye alikuwa na deni alikuja kuchukua wana wa mjane huyo. Amen. Na mtu alipoenda pale Elisha akasema ni vipi utakavyosaidia. Neno Mungu anasema kwamba huyo mama Elisha akamwambia kwamba alete vyombo, akateka vile vyombo kwa wale jirani, na katika hali yote mafuta ilijaa katika vyombo. Mkewe akamwambia aenda uze vyombo ili kama akalipe ile deni alikuwa mkewe aje atumie maisha hiyo. Amen. 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 Kwa maana katika hali yote huyo mama Elisha alimwambia kwa nini, akasema niko na vyombo sina chochote. Na mkewe akamwambia leta hizo vyombo na kalete vyombo kwa wale jirani na upepo ukajaa mara hizo vyombo mafuta ikajaa, na mkewe akamwambia kwamba nenda kauze mafuta ukalipe deni lako. Amen. Unapoangalia katika maisha ya roho, mwenye deni alikuwa amekuja huyo bwana ya hiyo mjane alikuwa mtu wa Mungu. Na mtu alipokufa wanawake alikuwa ameacha deni. Na mtu alikuwa mwenye deni alikuwa amekuja kusaulea kuchukua wanawake wawili ambao ni wasichana wake. Amen. Na neno Mungu anasema kwamba katika hali yote akaenda kwa huyo mjane alipomlilia Elisha, mtu akamwelezea kwamba ina nini, akaleta vyombo. Akamwambia toka hizo vyombo, na mtu Elisha kaomba mafuta ikaje mara pale, akauza hiyo mafuta, mtu akaenda alipe deni lake. Amen. 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 Kwa ni vyema ambao kujitoa mbele za Bwana. Ndiposa kama uone baraka mbele za Mungu. Amen. 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 Unapojitoa hizo ni baraka. Haijapoteza. Amen. Kwa maana unapojitoa mbele za Mungu hizo ndio baraka. Wale wanapoita kwa Mungu wanaenda kwa waganga, wanaenda kwa waskari, wanaenda katika madogo ili ya kwamba karibu maisha yako. Amen. Unapojitoa mbele za Mungu unakomboa maisha yako. Amen. Unakomboa maisha yako. Amen. Wakienda katika uchawi wao, wakienda katika uganga, wakienda kutoa ile makafara, na wao wanatoa mbele za Bwana, unakomboa maisha yako. Amen. Unapokuja mara tunaomba Mungu anafungua njia. Sio ndio?